Msifu Yesu Kristo. Leo ni Alhamisi Kuu na tunaadhimisha misa ya jioni ya Alhamisi Kuu. Katika adhimisho hili kuna mambo matatu muhimu tunayoyakumbuka yanayodhihirisha pendo la Mwenyezi Mungu. Kimsingi tunaadhimisha pendo la Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu katika mambo hayo matatu. La kwanza, tangazo la amri kuu ya upendo. La pili, kuwekwa kwa Ekaristi Takatifu. Na la tatu, kuwekwa kwa sakramenti ya daraja takatifu au upadre. Masomo yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 8 na aya ya 11 hadi ya 14. Somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya ya 23 hadi ya 26. Na Injili takatifu inatoka kwa mwinjili ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 15. Tuanze kwa kuangalia amri kuu ya mapendo. Ndugu zangu wapendwa, Mwenyezi Mungu ni upendo. Na katika upendo wake, ili ajidhihirishe kwetu, alimtuma mwanaye mpendwa Yesu Kristo ulimwenguni ili aje kutukomboa. Alipokwisha kuikamilisha kazi yake na wakati wa kuondoka kwake kurudi kwa Baba ulipotimia, naye amewapenda upeo watu wake waliokuwa ulimwenguni, hakutaka kuondoka mazima, bali alitaka abaki nao, ajidhihirishe kwao. Ndipo sasa akaweka amri kuu ya upendo, maana yeye ni upendo, abaki kwetu katika amri hiyo ya upendo. Tangazo hilo la amri kuu ya upendo tunalipata katika Injili hii ya Yohane sura ya 13 aya ya 34. Amri mpya na wapeni, pendaneni kama vile mimi nilivyowapenda. Sasa katika kudhihirisha kwamba hakuweka tu amri kuu ya mapendo, bali pia alituonesha namna ya kupendana kwa matendo. Basi ndipo walipokuwa wakila chakulani katika karamu ya mwisho aliyoiandaa kabla ya teso lake, akaondoka mezani, yani akaacha chakula chake, akaweka mavazi yake kando, yani akaweka ile hali yake ya kimungu, ule ukuu wake akauweka pembeni, akachukua kitambaa, yani akachukua ubinadamu wetu dhaifu, akajifunga, akatia maji katika bakuli. Bakuli inadhihirisha au inamaanisha kanisa. Kwa hiyo akatia maji katika bakuli, manaka akaweka sakramenti zake katika kanisa. Akaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu, akaanza kuwasafisha, akaanza kuwatakasa watu wake waliokuwa ulimwenguni aliyowapenda upeo kwa sakramenti hizo alizoziweka kanisani, na kisha kuwafuta kwa kitambaa kile alichojifunga. Kitambaa hicho alichojifunga ndiyo yale maneno ya padre, maana yeye Kristo amemvaa padre, amemjivika padre. Kwa hiyo yale maneno ya padre ya ondoleo la dhambi ndicho kitambaa kinachofuta yale maji ambayo amewasafisha kwao, yani ndiyo yanayoondoa dhambi, yale maneno ya padre. Basi wapendwa ndugu zangu, kwa maneno hayo, kwa tendo hilo, Kristo Yesu alidhihirisha kwamba alipotuwekea amri kuu ya mapendo alimaanisha na alitaka tuishi katika hiyo, ili yeye aendelee kudhihirika kila siku katika maisha yenu. Ndiyo maana baada ya kuwatawadha miguu na kurudi, anawaambia sasa, nimewapeni kielelezo, nimewapeni mfano, nanyi fanyeni vivyo hivyo kama mimi nilivyowatendea. Kumbe tumepewa amri ili tupate kuitekeleza ya mapendo, na ili kudhihirisha upendo wetu ambao Mungu ametuachia, ni lazima tuhudumiane, lazima tupendane, lakini upendo wetu uonekane katika kuhudumiana, katika kusaidiana, katika kutawadhana. Kutawadhana ni kusameheana, ni kuhurumiana, ni kuelekezana. Halafu jambo la pili tunaloliadhimisha ni Ekaristi Takatifu. Bwana Yesu kwa sababu alitupenda upeo na akipenda kubaki nasi daima, alituwekea Ekaristi Takatifu, yani kwa kutupenda kwake huko akaamua kujiweka yeye mzima katika maumbo ya mkate na divai. Ndiyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu, mwili na damu yake Kristo. Kwa wale wanaofahamu tamaduni na mila za Kiyahudi, damu ilimaanisha uhai.
Kwa hiyo kwa kutoa mwili na damu yake, maana yake ameutoa uhai wake mzima kwa ajili yetu, na akaweka katika maumbo haya ya mkate na divai ili sisi tuweze kuishi kwa hayo, lakini naye apate kuishi kati yetu. Lakini kwa nini sasa anafanya hayo? Kwa nini sisi anatufaidia nini? La kwanza, ikumbukwe kwamba Kristo Yesu alitaka kukaa nasi, ashiriki raha zetu, shida zetu, taabu zetu, mahangaiko yetu, huzuni, maradhi, ayashiriki yote hayo ili apate kutusaidia vyema kupita salama katika hayo. Kwa hiyo ni vizuri kumpokea Yesu katika Ekaristi Takatifu. Lakini kumbe alitaka, yeye ni Mungu, na kama Mungu lazima abudiwe, lazima atukuzwe, lazima asifiwe, tumshukuru na tumuombe. Pengine aliona akiwa mbali nasi, tusimuone kwa macho, tunaweza tusiamini. Na sasa amejiweka katika maumbo haya ili tuwe karibu naye. Kwa hiyo akiwa ndani ya Ekaristi Takatifu anatuabudu, anatualika kumwabudu, anatualika kumshukuru, kumtukuza. Na leo mpaka saa 6 usiku tunaalikwa kuwa naye, tukiongea naye, tukimwabudu, tukimshukuru na kutenda yote hayo. Lakini pia alitaka ili sisi tupate kuishi kwa kumla na kumnywa. Maana kumbuka, yeye katika Injili ya Yohane anasema, mimi ni mkate hai, mimi ndimi mkate ulioshuka kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Yeye ni chakula, yeye ni kinywaji cha uzima. Injili ya Yohane sura ya 6 aya 35 na aya ya 48. Kwa hiyo Kristo Yesu amejiweka katika maumbo haya ili tumle, tumnywe, tupate kuishi. Basi tumpokee katika Ekaristi Takatifu ili tupate kuishi. Zaidi ya hayo lakini, kwa kuwa alitupenda namna hiyo, ili mambo haya yasitokee mara moja na kuishia hapo, ametuwekea sakramenti ya daraja takatifu. Hii ni sakramenti ya huduma, sakramenti ya upadre, ambapo mitume na waandamizi wao wa baadaye, yaani mapadre, wanapewa mamlaka ya kuitengeneza Ekaristi Takatifu iwepo kila siku. Wamepewa mamlaka na uwezo wa kugeuza mkate kuwa mwili wa Yesu na kugeuza divai kuwa damu ya Kristo, ili maumbo haya ya mkate na divai, maumbo haya katika mkate na divai, sakramenti ya Ekaristi Takatifu, mwili na damu ya Yesu, vidumu daima nasi katika kanisa, tuweze kuvishiriki siku zote na kujipatia uzima. Basi kwa mambo hayo, katika hili tuwapongeze mapadre wetu ambao wamepewa zawadi hiyo kubwa ingawa hawastahili. Tuwapongeze sana mapadre wetu, leo ni siku yao. Zaidi ya hayo lakini tuwaombee, tukikumbuka kwamba wao ni binadamu tu. Mama Maria alimleta Yesu mara moja ulimwenguni kwa njia ya mimba, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Lakini padre kwa neema ya pekee anayopewa na Kristo Yesu, anamleta Kristo Yesu kila siku katika maisha yake, katika misa takatifu, anamshusha. Ni zawadi kubwa ambayo padre haistahili, na hasa akizingatia kwamba yeye ni dhaifu sana kama binadamu. Waombee mapadre wetu ili Mungu awatie nguvu na awasaidie, ili siku hii ya Alhamisi Kuu iwe kwao ishara ya ushindi kwa ulimwengu. Mapadre wetu wasimame kama Kristo kati yetu, wasimame kama ishara ya upendo wa Mungu kati yetu, lakini wasimame kama ishara ya ushindi ambao Mungu anatupatia katika Kristo Yesu. Zaidi ya hayo yote, ndugu zangu, Mungu alitupenda upeo, na katika pendo lake hilo upeo ndipo akatutendea mambo hayo matatu muhimu. Yaani akatupa amri kuu ya mapendo, imetoka katika upendo wake upeo, tumshukuru. Zaidi ya hayo akatuwekea sakramenti ya Ekaristi Takatifu inayotuletea uhai, tumshukuru. Lakini akatupa sakramenti ya upadre ili tuwapate wahudumu watakao tuleta kwake na kumleta yeye kwetu daima. Mshukuru kwa yote. Niwatakie siku ya Alhamisi Kuu iliyotukuka, iliyo njema.